ambaye ametuwezesha sisi sote kufika katika siku hii muhimu ya watoto wetu wanaoishi katika mtaani. Ninaomba sasa nisome taarifa ya hali ya watoto mtaani kwa mkoa wa Singida kwa kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025. Huduma za ustawi wa jamii zinaendelea kuimarishwa na kushirikiana kwa wadau mbalimbali. Huduma hizi ni pamoja na kuwatambua watoto wanaoishi katika mazingira magumu na watoto wanaoishi katika mitaani. Kwa mkoa wa Singida tumefanya jitihada mbalimbali kuhakikisha watoto wanaishi mitaani katika mazingira hatarishi wanapatiwa huduma bora katika halmashauri zote 7. Mkoa umekuwa ukihakikisha kuwa watoto mitaani wanatambuliwa na kuunganishwa na familia zao. Kwa wale hawana familia wanapelekwa kwenye makao ya watoto na kulelea watoto. Kwa kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, jumla ya watoto wapatao 284 wameweza kutambuliwa, ambapo Mei ni 270 na Mei 14. Baada ya kutambuliwa, maafisa ustawi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wanaotetea ulinzi na haki za watoto wameweza kuwaunganisha watoto hao wapatao 89 kwenye familia zao, huku watoto wapatao 53 wamepelekwa kwenye makao ya kulelea watoto. Watoto hao wanaendelea kufanyiwa ufuatiliaji ili kuweza kupewa huduma mbalimbali kama vile elimu, chakula, mavazi, ili watoto hao wasiweze kurudi tena mtaani. Aidha, kupitia wataalamu wetu wa ustawi wa jamii kwa kila halmashauri, zimewekwa mpango mkakati wa kuhakikisha watoto hawa wanapewa huduma ya ushauri na saa ili wasiweze kurudi tena mtaani, wasiweze kurudi mtaani. Pia maafisa ustawi wanaendelea kusisitiza wazazi kuhusu malezi na makuzi ya awali ili waweze kuwa na watoto wenye tabia njema kwa faida ya taifa letu. Sasa ninaomba niseme sababu ambazo zinapelekea watoto wanaingia mtaani. Chanzo chake ni nini? Kwanza kabisa, umaskini wa familia, kukosa uwezo wa kudumu mahitaji ya msingi kama vile chakula na malezi pamoja na elimu. Migogoro ya kifamilia. Sasa katika migogoro ya kifamilia hapa tunaona kama ni chanzo kikubwa sana cha watoto kuingia mitaani, kwa sababu familia na ubana au na mama kugombana, watoto wanakosa amani na kuweza kukimbia nyumbani na kusababisha watoto kuingia mtaani. Vifo vya wazazi na kukosa malezi wa karibu. Hii ni changamoto ambayo inasababisha watoto kuingia mtaani. Ukatili dhidi ya watoto, vipigo, matusi, kunyimwa huduma na manyanyaso ya kijinsia. Hii ni chanzo ambacho tunaona watoto wengi wanatoroka nyumbani na kuweza kujitafutia chakula, kujitafutia sehemu ambayo wanaweza wakapata amani. Utorokaji wa shule kutokana na mazingira duni ya kufundishia. Tunaona kwamba na mazingira ya kufundisha yanawezesha elimu, watoto wanatoroka na kuingia mtaani. Vishawishi vya mtaani, marafiki, majirani, biashara ndogo basi hii yote inapelekea watoto kuingia mtaani. Na takwimu zinaonyesha kwamba asilimia takriban watoto 150 wanaonekana kuathirika moja kwa moja na migogoro ya kifamilia, kuvunjika kwa ndoa, hali iliyoweka katika mazingira hatarishi baada ya watoto kama kuingia mtaani. Sasa watoto hawa wanakumbwa na changamoto mbalimbali ambazo wanakumbana nazo wakiwa mtaani. Kwanza kabisa, kukosa nafasi salama, chakula na mavazi, kuathiriwa kisaikolojia kutokana na unyanyasaji wa kijinsia, vipigo na kupuuzwa, kujiingiza katika madawa ya kulevya, ajira za watoto na vitendo vya uhalifu. Tumeona kwamba watoto wanaishi katika mazingira mtaani wamekuwa wakipigwa, wakipuuzwa na jamii. Kwa maana leo hii tuko hapa kuhakikisha kwamba watoto hawa
wanalindwa na wanajua haki zao, na jamii kwa ujumla kuweza kuhakikisha jamii inapata elimu ya kutosha kuhusu watoto hawa. Kwa maana leo na siku hii muhimu watoto wanaishi katika mazingira ya mtaani. Kukosa huduma za afya, elimu na malezi ya msingi. Tunaona kwamba kupitia sheria ya mtoto ya mwaka 2009 sura ya 13 mpaka 14 inasema kwamba haki na ulinzi wa mtoto. Kwa mtoto ana haki ya kupata elimu, mtoto ana haki ya kupata mavazi, mtoto ana haki ya kupata elimu. Kuishi katika hofu ya kukamatwa na mamlaka au kujeruhiwa mtaani. Sasa mkoa wa Singida tumeweza kuweka mkakati endelevu wa mkoa wa kukabiliana na tatizo la watoto mtaani. Hatua ya kwanza ni hatua za kuzuia watoto kuingia mtaani. Sasa kupitia maafisa wa jamii kwa kila halmashauri pamoja na wadau mbalimbali tumeweza kuandaa uhamasisho katika jamii kuhusu haki za mtoto na madhara ya migogoro ya familia. Kwa maana sasa tuna mradi wa ECD wa makuzi na malezi ya awali ya mtoto. Kwa hiyo tunaona kwamba kila mtu ana jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba tunawalinda watoto na siwezi kuingia mtaani. Hili ni jukumu langu mimi, wewe na yule kuhakikisha kwamba watoto wote tunawatunza na tunawalinda ili wasiweze kuingia mtaani. Kuwezesha familia kiuchumi kupitia vikundi mbalimbali vya ujasiriamali ili kufikia ruzuku ndogo. Tumeona kwamba kupitia asilimia 10 za Mheshimiwa Rais, wakina mama wanapewa mikopo. Kwa hiyo tunaomba kwamba hivi wahamasishe kina mama kujiunga katika vikundi ili mwisho wa siku kuweza kumudu maisha yao na kuanzisha biashara ndogo, mwisho wa siku waweze kutunza familia zao. Kuanzisha na kuimarisha kamati za ulinzi za mtoto ngazi ya kata mpaka vijiji. Kamati hizi zipo na zinatakiwa kuhuishwa. Mwisho wa siku kuhakikisha kwamba kila kata, kila kijiji kunakuwa na kamati ya ulinzi wa mtoto. Hatua nyingine ni hatua za kuwasaidia watoto walio mtaani. Kuimarisha vituo vya kulelea watoto, rescue centers katika wilaya, kutoa huduma za ushauri nasaha, afya na elimu bora, kuratibu urejeshwaji wa watoto kwa nyumbani na kushirikiana na viongozi wa kijamii. Tumeona kwamba katika wiki ya maadhimisho ya watoto mtaani, wadau wa kushirikiana na jeshi letu la polisi, uhamiaji pamoja na wadau mbalimbali tumeweza kufanya kampeni ya kuweza kuwarudisha watoto kwenye majumbani kwao, na zile ambao watoto wajibu wao kupewa kwenye makao ya watoto ya Amani Center. Pia tunaendelea hatua nyingine ni hatua ya ufuatiliaji na tathmini. Kuanzisha mfumo rasmi ambao kuhakikisha kwamba watoto wote wanatambuliwa ambao wanaishi katika mazingira magumu. Kufanya ufuatiliaji wa watoto wanaorejeshwa majumbani na walioko makao hayo. Ndio tunaweza kurudisha watoto katika majumbani mwao. Lakini tunafuatilia. Kwa sisi ni jukumu la maafisa wa jamii katika halmashauri kuhakikisha watoto wanaporudishwa lazima wafuatiliwe na kuhakikisha kwamba watoto wanaendelea vizuri na wanapewa ushauri nasaha. Mwisho wa siku tunaweza kuwaunganisha na taasisi ambazo zinatoa msaada, kwa mfano elimu, chakula pamoja na mavazi.